Mlango wa 42. Ayul islami khairun, ni Uislamu upi ambao ni bora? An Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna rajulan sala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika kuna sahaba mwanaume aliuliza Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ayul islami khairun, ni Uislamu upi ambao ni bora? Qala, Mtume akasema, tut'imu at-ta'ama, ni kulisha chakula, wa taqra'u salama, na kutoa salamu, kusalamia watu, na ile salamu ikawa ala man arafta, kwa unayemjua, wa man lam ta'rif, na hata usimjua. Kwa hivyo haya mambo mawili ni mambo ambayo pia ni katika uzuri wa Uislamu na ni bora Muislamu ayafanye. Kwa hivyo katika faida ambazo tunaweza kuzitaja katika hadithi hii, faida ya kwanza, anna it'ama at-ta'ami afdalu min i'ta'i an-nuqud, kumbe kupeana chakula ni bora hata kupeana pesa. Ndio sababu utapata ya kuwa hapa Mtume amezungumzia kuhusu Uislamu bora, hakutaja kuhusu kupeana pesa. Na si eti pesa zilikuwa zipo wakati huo, zilikuwa zipo, lakini Mtume akasema ni tut'imu at-ta'ama. Na tunajua kuna hadithi pia inasema fataqud nara walau bishiqqi tamra, ikataja pia chakula, tende. Naam. Na pia kuna hadithi ambayo Mtume alisema alipokuja Madina, akataja mambo mengi. Katika hayo mambo akasema pia mlishani chakula, kisha mwisho wa hadithi akasemaje, itadkhulu jannata bisalam, anaingia peponi kwa salama, baada ya kutaja katika mambo ambayo ameyataja ni kulishana chakula, ni kupeana chakula. Kwa vile ni jambo ambalo linaonyesha kuwa lina umuhimu mkubwa sana katika Uislamu, na huu ndio ukweli. Ni kama kuna vitu ambavyo ni vitu vya kimsingi katika maisha ya mwanadamu, ni chakula. Hakuna vile mwanadamu anaweza kaishi bila kula, lakini mwanadamu anaweza kaishi bila pesa. Mwanadamu anaweza kaishi bila pesa, nikisema maisha yakaenda sawa tu, bali sitojua ya kuwa hata watu wa zamani walikuwa mara nyingi hawatumii pesa. Hizi pesa zimeanza kutumika kwa sana sahihi, lakini zamani ilikuwa pesa zitumiki sana. Unaweza kupata mtu hata ameketi mwaka mzima na aje kushika pesa, isipokuwa tu ni kuwa akitaka kitu kama chakula fulani, yeye ametamani kuwa labda anataka kula ndizi, yeye anaenda shambani kwake anachukua mhogo, alafu anaenda sokoni, alafu anabadilishana na yule mwenye ndizi. Walikuwa wanaishi maisha hayo. Labda mtu ni mgonjwa, daktari akija akikutibu haumpi pesa, isipokuwa namlipa labda nini, unaweza kaenda ukamtolea nini, labda mkungu wa ndizi ukampa, ukamwambia nini, hayo ndio malipo yako. Ama hata ukampa nini, mfano ukamchukulia kitu kama kuku ama mbuzi ukampa, yategemea na ule ugonjwa. Kama ni mkubwa zaidi unaweza ukampata ng'ombe, ukamwambia ndio malipo yake. Naelewa? Kwa hivyo ilikuwa inaenda hivyo. Na hili jambo ambalo nyinyi mweza mkashangaa vipi, lakini hata kuna mmoja katika mashehe washe kuamua maisha hayo na wakaishi, na aliishi karibia zaidi ya miaka 10 bila kushika pesa kwa mkono wake. Alikuwa akiitwa Sheikh Aziz Rimu, kutoka hapa Ukunda, Simba Libu. Yeye ni katika mashekha ambao ana historia, na yeye ni katika watu ambao ndio nataja sahihi kisa chake kuhusu pesa, ya kuwa alikuja akaamua kuwa hataki kushika pesa ya kafiri, kwa sababu alisema kuwa hii pesa Kenya ina picha Moi na Moi ni kafiri, kwa maana yake hataki kabisa kushika kafiri. Sasa itakuwaje? Akaamua hivyo ya kuwa hatoshika. Sasa yeye akawa na msikiti, ule msikiti akafukuza watu wote, akabakia peke yake. Na kisha baadaye pembezoni mwa msikiti kuna shamba, akalima kabisa vitu vingi. Kwa kuna ndizi, kuna paipai, kuna miogo, kuna mahindi, kuna maragwe, kuna vitu tele. Na pia akawa nafuga wanyama nini, kuku. Sasa ilikuwa yeye akihitajia chochote
dukani, yeye anachokifanya anaenda na kitu ambacho anajua kuwa kinakaribiana na gharama ya kila anachokitaka. Kwa hiyo anahitaji chumvi, anaweza akachukua mfano kama paipai akapeleka dukani pale, kisha baadaye akapewa chumvi akarejea na anamwachia paipai. Ama na kitaka kitu zaidi labda kama sukari, anaweza akachukua mfano kama kuku akapeleka na akapewa nini, hata kama ni kilo 3 ama 5 za sukari akarejea nazo, kutegemea na nini gharama ya kuku na hiyo sukari yenyewe. Na hivyo akaishi tu mpaka mwishowe akafariki katika maisha ya bila kushika pesa, na alisurvive. Kwa hivyo kuonesha kuwa si lazima mtu ashike pesa ndio aishi. Ingawa lakini pesa yenyewe pia ina fitna, yani ukiweka tu mfukoni hivi unasikia ni kama moyo umetulia, na ikiwa umekauka kabisa huna kitu, hata kama umeshiba lakini nasikia ni mbona, lakini ni kama bado yani kuna wasiwasi nayo, ni kama sijakamilika. Naelewa? Yani iko hivyo tu. Yani wenyewe wanasema kuwa pesa mkononi raha moyoni, lakini ni mazoea tu, ni mazoea. Lakini mtu akijizoesha pia kuwa sijali na mambo pesa, daishi tuna raha yako na furaha na kina shida. Lakini ukitaka kujua pesa zina athari mbaya katika mtu aliyezoea, ni mtu aliyezoea kuwa na pesa kisha akose pesa, na au anahitajia kupata hizo pesa lakini zimekuwa ni ngumu kuzipata. Sasa vile huwa anachanganyikiwa, alafu sasa umlete tena matatizo mengine. Unaweza ukapata kuwa na hasira za haraka sana, ana hasira za nini za haraka. Kwa sababu gani? Tu kwa sababu ya kukosa pesa, na kumbe si muhimu. Kwa hivyo si lazima mtu kuwa na pesa wala kupeana pesa, lakini chakula ni muhimu, na kisha ukipeana itakuwa ni bora zaidi kuliko kupeana pesa, kama ilivyokuja kwenye hadithi. Wallahu aalam.